kwa sababu wana wa Israeli walikuwa wanaogopa Wafilisti, Mungu akaamua yeye mwenyewe ndiye ataenda kwa Dagoni, kwa ile madhabahu ya Dagoni. Mungu akaangalia akaona hakuna kati ya wana wa Israeli hakuna mmoja ambaye anaweza akadhubutu akaenda kwenye ile madhabahu ya Dagoni. Kwa hivyo Mungu akakubali kubebwa. Ile sanduku ya agano ikabebwa na Wafilisti. Maandiko yasema kwamba wakaiweka kwa yule mungu Dagoni. Lakini wanapoamka wanapata kichwa kimekatika, miguu imekatika. Bwana Yesu asifiwe sana. Mara nyingi Mungu akitaka akupiganie na vita yako ifike mwisho, ikuwe hakuna occurrences ambazo zinafuatana kwa maisha yako, kile ambacho Mungu anakifanyanga, anaendanga kwenye chanzo cha shida yako. Anaendanga kwenye chanzo cha shida yako. Wafilisti, wana wa Israeli walipoona wamepigwa mara ya kwanza watu 400 wakapigwa. Mara ya pili wakapigwa watu 30,000. Lakini pia kuhani wao wakakufa. Maana maandiko yasema ya kwamba wakati ule Eli aliposikia kwamba sanduku la agano limechukuliwa na watoto wake wamekufa wote, alianguka akavunjika shingo hapa. Kuna kiti kilikuwa nyuma yake. Alipoanguka, kwa sababu alikuwa ni mnene, maandiko yasema kwamba alikuwa ni jitu, alikuwa ni mtu mkubwa. Alipoanguka hivi, na kwa sababu alikuwa mzee, akafa Eli. Wana wa Israeli wakaona wamepoteza ile vita. Kumbe Mungu alikuwa anaenda kwenye chanzo cha shida ile ambayo ilikuwa inawatesa. Maandiko yasema ya kwamba walipoweka ile sanduku ya agano kwa Dagoni, Dagoni akainama kifundifundi, wakakuja wakamsimamisha. Mara ya pili wakapata amevunjika mikono, amevunjika na kichwa. Na hapo ndio unafaa kuelewa kwamba ukiona sanamu imesimamishwa, kila kipande cha sanamu kinakuanga na maana yake. Nimekueleza taswira ya sanamu ya Dagoni vile ilikuwa, kwamba ilikuwa kuanzia hapa kwa kiuno kupanda ni mwanadamu na chini ilikuwa ni samaki. Ina maana kwamba huyu ni mungu wa baharini. Bwana Yesu asifiwe sana. Ilikuwa ni jini ambayo inawasaidia. Na wakati ule ilipovunjika kichwa, inamaanisha kwamba Mungu alihakisha kwamba amevunja kichwa cha Dagoni, kwa sababu kwenye kichwa ndio kuna kuanga na masikio, kwenye kichwa ndio kuna kuanga na macho, kwenye kichwa ndio kuna kuanga na mdomo. Ili Mungu ahakishe kwamba Dagoni hataweza kuwapigania Wafilisti tena. Na ndio maana ukisoma kwenye kitabu cha Samueli mlango wa 6, Samueli wa kwanza mlango wa 6 kuanzia mstari wa kwanza, utaona kwamba walianza kupigwa na tauni, walianza kupigwa na majifu, wakaanza kufa Wafilisti. Si eti kwamba walikuwa wanapigwa na wana wa Israeli, lakini Mungu pale ambapo, yani wakati ule Dagoni alipokufa, wakati ule Dagoni alipokatika kichwa, mikono yake ikakatika, wakaanza kupigwa na majifu, wakaanza kufa Wafilisti pasipo kupigwa na Waisraeli, kwa sababu Mungu alikuwa amemalizana chanzo cha shida yao. Vinaweza visitokee kwa maisha yako kwa sababu ya kutokujua chanzo cha shida yako. Mungu akajua kwamba kama nikiwaambia wana wa Israeli wabebe sanduku la agano wakaliweke kwa madhabahu ya Dagoni, hawataweza. Lakini yeye mwenyewe akajilengeza. Sanduku la agano likabebwa, likapelekwa kwenye madhabahu ya Dagoni. Maandiko yasema ya kwamba Dagoni kichwa chake kikakatika. Ina maana Dagoni angeweza kuwapigania vita tena. Dagoni angeweza kuona, maana kichwa chake kimekatika na kwenye kichwa ndio kuna kuanga na macho. Dagoni angeweza kusikia Wafilisti wakipigwa vita, maana kwenye kichwa ndio kuna masikio. Lakini pia Dagoni angeweza kuwasaidia kwa masuala ya uchumi, maana mikono yake ilikuwa imekatika. Ndio mikono, maandiko yanasema kwamba nitaibariki kazi ya mikono yenu. Wakati ule sanduku la agano lilipowekwa kwa ile madhabahu ya Dagoni, ikaagisha kwamba imekata mikono ya Dagoni.
Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna watu hawajapata kile ambacho walitakiwa kukipata, kwa sababu bado haujaangalia chanzo, haujajua chanzo cha shida yako. Na kwenye maisha yako, kama utapigana na mchawi na ukose kwenda kwenye madhabahu yake ukaiharibu, ujue hakuna kitu umefanya. Maana huyo mchawi hata kama utaua huyo mchawi ujue kwamba atainua mtu mwingine. Ndio maana Mungu akajua kwamba shida ya wana wa Israeli, kwa nini wanapigwa vita, ni kwa sababu ya madhabahu ya Dagoni. Ujue madhabahu ya Dagoni ilikuwa inawapea akili. Wajua kwenye kichwa ndio kuna akili. Ilikuwa inawapea Wafilisti akili ya kwamba wataenda kupigana kwa namna gani. Na ile madhabahu ilikuwa na makuhani wake, ambao wale makuhani walikuwa na uwezo wa kusikiliza ni nini ambacho Dagoni anawaambia. Ndio maana utaona kwamba wakati ule wa Samsoni, maana Samsoni alikuwa anapigana na Wafilisti, Dagoni aliwapea shauri watume mwanamke ili akaende akajue chanzo cha nguvu ya Samsoni iko wapi. Ile ilikuwa ni akili ya Dagoni. Dagoni ndiye alituma yule simba, ambaye simba alilaruliwa na Samsoni kama mwanambuzi. Maana kwenye ile madhabahu kulikuwa na maroho za wanyama. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu akajua kwamba kama hatoweza kuharibu chanzo, ataenda kwenye chanzo cha nguvu ya Wafilisti ambao ni mungu wao Dagoni, Waisraeli wataendelea kupigwa. Maana walikuwa wamepigwa mara ya kwanza watu 400 wakauawa, mara ya pili watu 30,000 wakauawa. Akaenda kwenye chanzo akaharibu. Kwenye maisha yako lazima ujue chanzo cha shida yako kiko wapi, ili upate kusuluhisha, ili upate kile ambacho ulikuwa unakihitaji kwa maisha yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu Dagoni alipo wakati ule sanduku la agano lilipopelekwa kwenye ile madhabahu ya Dagoni, Dagoni aliinama kifundifundi kwa sababu alikuwa anajua nguvu ya Mungu wa Israeli. Lakini unashangaa kwamba Waisraeli wenyewe hawakuwa wanajua nguvu ya Mungu wao. Na hii ni shida nyingine ambao watu wako nayo, kwamba mchawi wako anayekuroga anajua nguvu ya Mungu wako, lakini wewe mwenyewe hujui nguvu ya Mungu wako. Ndio maana unaona Dagoni anainama kifundifundi amuinamie Mungu wa Israeli, kwa maana alikuwa anajua nguvu ya Mungu wa Israeli, lakini wana wa Israeli wako wanajua nguvu ya Mungu wao. Wafilisti walibeba sanduku la agano, wako wanajua nguvu ya Mungu wa Israeli, lakini Dagoni aliinama alipoona ile sanduku ya agano, maana alijua nguvu ya Mungu wa Israeli. Kwenye maisha yako, kama utakuja kumlimiti Mungu wako na ukose kujua ile nguvu ambayo uko nayo, hapo ndio utaona kwamba kuna vitu vingine haviwezi kutokea kwa maisha yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Baada ya kuwa Dagoni amekatwa kichwa na mikono yake ikavunjika, akaachwa mwili. Na maana alipoachwa mwili ulikuwa ni mwili wa samaki tu kawaida. Maana nimesema kwamba Dagoni alikuwa ametengenezwa kwamba kuanzia hapa kupanda juu ni mwanadamu, lakini chini ilikuwa ni samaki. Alipobakishwa tu ile samaki, ina maana kwamba uhalisia wake na mahali ambapo alifaa kwenda kuishi ni baharini tu peke yake, maana uko na mwili wa samaki na sio kuishi kwa wanadamu. Ndio maana utaona Wafilisti walianza kupigwa, Wafilisti walianza kufa, ikabidi wakatengeneza namna. Ukisoma kwenye kile kitabu cha Samueli wa kwanza mlango wa 6 kuanzia mstari wa kwanza, utaona kwamba Wafilisti walipoona kwamba wameanza kufa, wameanza kuwa na majifu, walienda wakauliza namna ya vile ambavyo watarudisha ile sanduku ya agano. Wakapewa namna na makuhani wa Israeli, wakarudisha. Waliporudisha kukatulia.